Na bwana, maoni ya wadau mbalimbali yamejitokeza baada ya ile kauli ambayo ameizungumza Dudu Baya. Maana ametoa kauli rasmi kwamba yeye bwana hataomba msamaha kwa yale yaliyotokea. Umeona bwana, kwa yale yote yaliyotokea alivyotukana jukwaani, watu wamesema kwamba alikuwa amelewa, kwa hiyo aombe radhi kwa Azam na jamii kwa ujumla. Mwenyewe Dudu Baya bwana amerekodi video na amesema kwamba yeye hataomba radhi sio kwa Azam wala sio kwa Tanzania. Yeye anachokifanya alikuwa anapigania haki, hataki mambo ya ushoga, na kila alichokizungumza alifanya makusudi wala hakuwa amelewa. Sasa wadau mbalimbali bwana wamekuja kuweka maoni yao hapa. Ni moja kati ya posti za Dubai ambazo zina reaction nyingi sana bwana. Humu bwana kuna takriban like zaidi ya 24,700, comment ziko takriban zaidi ya 6,441. Dana Sotiz anasema kwamba bwana mwamba huyo hapa. Alikamwe anasema kwamba asante. DJ Alibia amecheka hapo akasema kwamba bwana huyu ndo mamba mwitu. Leonardo amecheka. Sharifa amekuja ameandika ewa kaamka bwana njooni. Nelly Believe anasema kwamba bwana niliwaambia kwamba tutakuwa hewani sio muda mrefu. Mwingine hapa Mr. Navi anasema kwamba bwana nani mwingine anasikia sauti mbili kama mimi. Juma Lokole amekuja hapa amecheka sana afa kaandika kaamka sasa. Garbi amekuja ameka emoji ya kucheka. Chris Outfit anasema kwamba bwana sisi ndio wasukuma ndo tulivyo. DJ Juma Khan anasema kwamba bwana wewe mwamba noma sana. Bob Mastori anasema kwamba bwana naomba namba hapo kwenye t-shirt. Kuna mdau mwingine anasema kwamba bwana icon keupe bado yuko nacho. Mwingine Mr. Mwanya amecheka. Dr. Toyota amesema kwamba bwana mjomba wangu huyo. Haya bwana, so wadau kibao hapa bwana wamekuja kuweka maoni yao. Wengi sana wamebaki hoi kwa kile ambacho Dudu Baya amekisema. Salam alaikum wa Tanzania. Tumsifu Yesu Kristo wa Tanzania. Na serikali ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania akiwepo mamangu Mheshimiwa Rais na wazee wote wa nchi, kwa heshima na taazima nasema hivi, hakuna hapa anayeomba msamaha. Nilishawahi kuzungumza miaka mingi sana. Napata show Marekani, Uingereza, mapromota wanaambiwa huyu msinipe show for many years. Hili tamasha limeandaliwa, waandaaji ni washikaji wangu wa karibu, lakini kila TV na radio kubwa ziliwaambia tamasha lenu hatutangazi mpaka mfute jina la Dudu Baya. Na umekuwa ni mchezo kuanzia Clouds, EFM, media zote, so mpaka napanda jukwani msikasingizie kale keupe na kusema kwamba sisi wanawake. Hilo ni jambo la kweli, na mimi nampigania Mwenyezi Mungu. Kwa hiyo ziliwaambia tamasha lenu hatutangazi mpaka mfute jina la Dudu Baya. Na umekuwa ni mchezo kuanzia Clouds, EFM, media zote, so mpaka napanda jukwani msikasingizie kale keupe na kusema kwamba sisi wanawake wanawafira wanaume. Hilo ni jambo la kweli, na mimi nampigania Mwenyezi Mungu. Kwa hiyo siombi msamaha si TV si Azam, siombi msamaha si TV gani, na nimewaambia waandaji hapo nilifanya makusudi, na niliwaambia waandaji show zinazofuata mikoa mingine sitaki. Mimi na uwezo wa kufanya show Msoma na Mambas 24 Entertainment. Nina uwezo wa kuandaa show zangu kama. Nina uwezo wa kuandaa show zangu Tabora. Kwa hiyo siwezi kuwa mnyonge. Unatembea kwenye tamasha, alafu wanaotangaza hilo tamasha ni mali zako. Paka kwenye chumba ambacho nilala jana nimekuta reception, kuna mtu, mimi niko Mlimani City, aliingia chumbani kwangu. You better watch your back, homie. This is Mambas 24. Kwa hiyo pale sio keupe. Niliwataarifu waandaji mapema kwamba sijui kama mnaenda Mwanza sitaki.
Nafikiri mmenielewa vizuri wa Tanzania. Mwenyezi Mungu bariki Tanzania. Mwenyezi Mungu bariki watoto wa Tanzania wawe salama. Hatutaki ushoga Mambas 24. We live your life. You better watch your back. So hicho ndicho alichokizungumza Dudu Baya. Ameonyesha kwamba yeye bado amesimamia hapo hapo kwamba aombi msamaha, aombi radhi, alichokifanya ni makusudi wala hakulewa. Kwa hiyo watu wasisingizie kwamba alilewa, alifanya vile purposely, na kama hizi shows zinaendelea katika mikoa mingine yeye hataki. Na mtazamaji bwana, kama ulikuwa ufahamu kilichotokea bwana, ni kwamba bwana, ni habari ambayo ina make headline sana sasa hivi kuhusiana na ile show ambayo ilitokea usiku wa kuamkia leo pale Mlimani City. Naona bwana ni kwamba mambo ni moto kweli kweli huko mtandaoni bwana. Ni kwamba show hii bwana ilikuwa ni show ambayo ni very exclusive na of course ilikuwa ni show ya legendary, yani wale wasanii ambao walikuwa wanafanya vizuri miaka mingi iliyopita na wengine bado wanafanya vizuri mpaka sasa hivi katika tasnia zao za muziki bwana. Hapa tunawazungumzia kina Feruzi, Juma Nature, wanaume wote, wanaume family na wanaume halisi. Nazungumzia wakina Chege, Chigunda, bila kumsahau Temba na wengine kibao. Umeona bwana, lakini pia vile vile walikuwa wakina Dully Sykes, Mr Blue, yani wasanii wote wale wa zamani, wakina Baba Levo. Kama ulikuwa ufahamu ni kwamba Baba Levo naye pia alikuwaga katika kundi la wanaume halisi huko zamani. Kwa kifupi ni kwamba Bongo Flava bwana ilikuwa inatimiza miaka 30. Yani tokea kuwepo na Bongo Flava Tanzania siku ya jana ndio ilikuwa inatimiza miaka 30, na of course ndio maana wakajumuisha wasanii wote hao wawepo sehemu moja kwa lengo la kuhakikisha kwamba wanapata nafasi ya kufurahia, kusherehekea miaka 30 ya Bongo Flava. Kwa hawa bwana ni maveterani, malegendari wa mziki huo wa Bongo Flava walikuwepo Mlimani City kwa ajili ya kuperform, kuonyesha uwezo waliokuwa nao, lakini pia vile vile kuwakumbusha mashabiki moments ambazo zimepita miaka hiyo. Umeona bwana kina Kasimu Mganga, nyimbo kama vile Usiende, nyimbo kama vile Hawena. Umeona bwana nyimbo kama hizo obviously ukizisikiliza bwana zinakukumbusha moments fulani hivi za kipindi fulani huko zamani ukiwa bado mtoto au ukiwa kama kijana. So kwa kifupi bwana ilikuwa ni moment nzuri sana, mpaka Banana Zoro naye pia alikuwepo pale, lakini pia kubwa zaidi alikuwepo Dudu Baya na wengine wengi. Yani kwa kifupi ni kwamba wasanii wa miaka ile wengi sana wapo, ambao walikuwepo, ambao wako ndani ya nchi walikuwepo, ambao wako nje ya nchi tunaona hawakuweza kuhudhuria, wakina Bob Ludala. Umeona wale pale walishindwa kuwepo kwa sababu na wenyewe pia ni moja kati ya malegendari wa mziki wa Bongo Flava, lakini pia waliofariki ndio hivyo na wenyewe pia watu wamewamisi tu, lakini kuna watu walikuwa wanatamani angekuwepo Mangoya na wasanii wengine wa kitambo hicho. Umeona bwana, lakini walikuwepo, walifanya show kali sana. Bwana show hii bwana ilikuwa imeandaliwa na Madi pamoja na Babu Tale. Yani Madi na Babu Tale ndio walioamua kutulia, wakaamua kuja na hii idea kwamba bwana, kwa vile Bongo Flava inafikisha miaka 30, basi itakuwa ni jambo zuri la busara iwapo kama wote wasanii wote wa Bongo Flava ambao walikuwa wanafanya vizuri kipindi hicho, basi wajumuike pale Mlimani City kwa ajili ya kufanya show na mashabiki zao. So Madi na Babu Tale ndio ambao wamefanikisha swala hili. Sasa basi of course kuna makampuni mengine kibao makubwa yametia nguvu, wamekuwa kama wadhamini katika show hiyo. Kuna mabenki makubwa kabisa hapa Tanzania walikuwepo pale kwa ajili ya kudhamini, lakini list ya wasanii bwana ilikuwa very hot. Unaona bwana hapa nakutajia mtu, kuna baadhi ya wasanii ambao tunawafahamu kwa haraka haraka. Kuna Jocelyn, kuna Sumali, kuna Tunda, kuna Mandojo, huyu ni Domokaya. Mandojo amefariki, Domokaya alikuwepo. Kulikuwa kuna Q-Chila bwana, kulikuwa kuna moja kati ya marapa ambao wamesumbua sana, Kalapina, na naye pia alikuwepo pale, bila kumsahau Banana Zoro, Kasimu Mganga, Chege Chigunda, Temba, 20% Mwasiti,
alikuwepo pia Crazy GK, lakini pia weusi walikuwepo pale. Tunamzungumzia mtu kama vile alikuwepo kwa upande wa weusi bwana, alikuwepo Nicki wa Pili, alikuwepo Jinako, alikuwepo Lodaizi, Joh Makini I'm not sure kama alikuwepo, lakini weusi waliperform pia nyimbo zao za kitambo pale. Chidi Benz, kama unajua kwamba Chidi Benz yuko na iconic songs ambazo zinakubalika na zinakumbukwa kwa miaka yote kwenye upande wa Bongo Flava kama vile Dar es Salaam Stand Up, ni nyimbo ambazo ni very iconic. Yani Chidi Benz bwana na nyimbo ambayo anaweza kuperform hata miaka 7 au 10 20 inayokuja, na watu bado ikawagusa. Unaona bwana Kwa Chidi Benz alikuwepo AY, alikuwepo J Mo, bwana alikuwepo Inspector Harun, alikuwepo Feruze, alikuwepo Keisha, Saida Karoli, Afande Sele, Stara Thomas, Dully Saxi, Mwana FA, bila kumsahau Madi mwenyewe, lakini pia vile vile alikuwepo Fid Q, Mr Blue na Juma Nature. Baba Levo naye pia alikuwepo, bila kumsahau Konki Master, Dudu Baya.